kinatafutwa suluhisho la kuweza kuondoa nini hasa kinasababisha mambo kutokwenda kama ambavyo yanatakiwa. Tuko hapa na mchambuzi Kabo kiyazungumza mengi ya kimichezo, lakini kubwa zaidi hapo jana kumekuwa kuna taarifa ya kuwepo kwa kikao cha siri kabisa ndani ya uongozi wa Simba, lakini taarifa zimekwisha kutoka hadharani na mengi yameanza kuvuja yale ambayo yamejitokeza ndani ya hicho kikao. Pole na majukumu kwanza ya kikazi. Asante sana ndugu yangu, niambie. Kubwa, hebu tuende mitaa ya Msimbazi ambapo bado hapajatulia hata kidogo. Hapo jana kumekuwa kuna taarifa ya kikao kufanyika, kikao cha siri. Kubwa zaidi ni kutafuta nini chanzo cha uharibifu ama cha mambo ambayo yanaendelea kuwepo ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ulisikia hii taarifa ya kikao kwanza? Tuanzie hapo. Nilisikia. Nilisikia na kwa udondozi na ubukuzi wangu mimi kutokana na baadhi ya watu ambao tunajaribu kufuatilia mambo kiundani kuhusiana na vilabu vyetu, nilizipata kwamba kuna kikao kinafanyika, umeona, cha viongozi wote wa klabu ya Simba, na ajenda kubwa ilikuwa ni kuhusiana na namna gani wanaweza katoka kwenye mtego uliokuwepo hivi sasa. Ujue wao wanauita hivi sasa huu ni mtego kwa sababu hakuna mshikamano, hakuna ushirikiano, lakini kama haitoshi pia timu iko katika wakati mbaya sana, inafanya vibaya, lakini kuna usaliti ndani yake. Kwa taarifa nilizokuwa nazo mimi, kuna usaliti, kuna baadhi ya viongozi waliwahi kuwa Simba ambao wanaendesha kampeni maalum ya Simba kufanya vibaya ili uongozi wa sasa uliokuwepo madarakani uonekane ni mbaya, uonekane haufanyi kazi, kwa maana kwamba wanajaribu kutengeneza hayo mazingira ionekane kwamba uongozi uliopo madarakani haufanyi vizuri, mashabiki wauchukie. Kwa tetesi nilizozisikia mimi, yani kuna watu wanagusanyisha nyaya, wanazikusanyisha nyaya kwa ajili ya kugombanisha huku na huku. Kwa hiyo mlipuko wote unaenda na unaotokea hivi sasa Simba, na kwa bahati nzuri ama tuseme ni kwa bahati mbaya unamdondokea Murtaza Mangungu ambaye amekuwa na zungumzo kwa muda ambacho hawajafanikiwa sasa. Yani kwa mujibu wa kile ambacho mimi nilichoambiwa, hawa wanaogusanisha waya, wanaogusanisha waya. Target ilikuwa sio Murtaza Mangungu, target ilikuwa ni uongozi wenyewe wa juu kabisa kuonekana kwamba ni mbaya. Bahati mbaya iliyokuwepo ni kwamba wana Simba badala ya kudili na uongozi wa juu, jumba bovu linamdondokea Mangungu. Kwa hiyo target imefeli. Target ilikuwa ni Mohamed Mo Dewji, na muda mrefu sana anatafutwa ili aondolewe kwa sababu yeye pia ni miongoni mwa watu waliwekwa pia pale, na waliwekwa pasina kuwa na uhalali, licha ya kwamba yeye ana nia njema. Unajua hili ningependa tu niliongee, yeye ana nia njema ya kuisaidia Simba na yeye pia kufanya biashara, sio kuisaidia, of course tuseme ni winning situation. Umeona kwamba yeye kutangaza biashara zake, lakini pili Simba kufanya vizuri na mashabiki waweze kufurahi. Lakini kuingia kwake pale aliwekwa na watu. Uliwahi kuzungumza Friends of Simba? Bila shaka yoyote. Friends of Simba ndo walitaka yeye akae pale. Kwa hiyo na yeye ni zao la wale ambao wanaifanya Simba isiwe na nini, na utulivu. Yani ni zao la wale ambao watu wanaifanya Simba isiwe na utulivu, kwa sababu inavyoonekana wale ambao walomtaka yeye akae pale hata wao pia hawataki kuiona Simba ikimove. Wapo baadhi yao ambao wanataka, lakini kuna baadhi hawataki Simba kuiona ikifanya nini, ikimove. Wengi wao wapo kwa ajili ya maslahi yao. Kwa hiyo ni changamoto. Sasa ikitokea baadhi wamekaa nje ya mfumo wanapigisha shoti ili nyinyi ambao mpo kwenye mfumo muonekane wabaya. Sasa kile kikao kilikuwa ni kwa sababu ya kuvunja hayo makundi. Lakini kwa taarifa nilizokuwa nazo mimi ni kwamba hakikwenda kama jinsi ambavyo kilivyokusudiwa. Kwa maana kwamba yale makundi sijui kufanya nini, kufanya nini. Yaani ni kama vile watu wamekubaliana tu pale Kijino Pembe
lakini ndani ya mioyo yao watu bado hawajafanya nini, hawajaridhika. Yani kwa taarifa zilizokuwa nazo mimi kwamba kikao hakijafanikiwa. Yani kwa kifupi lengo mama ni kuondoa hayo makundi, lakini ni ngumu kwa sababu kuna baadhi ya watu wanataka kurudi pale kwenye uongozi. Kwa hiyo watu wanakubali ndio sawa, lakini ndani ya nafsi zao inaonekana kabisa kwamba bado kuna mgawanyiko mkubwa, na ndio maana unakuta stori nyingi zinatoka hivi sasa kuhusiana na issue za Simba. Stori nyingi sana zinatoka nje, ni kwa sababu kuna mgawanyiko mkubwa sana, na nimesikia tetesi ya kwamba imenishtua tetesi ya Simba, ukiacha uongozi ambao tumeupigia sana kelele, wana matatizo yao, ila kuna shida zingine hizi mbili, wachezaji na mashabiki. Hii ni shida nyingine, wachezaji na mashabiki. Ukiacha uongozi, uongozi una shida zake ambazo ndio umesababisha mpaka Simba inafanya nini, inafanya vibaya, lakini wachezaji pia na wenyewe wana shida kubwa. Kama maboresho yatafanyika kwa wachezaji, lakini bado kwa uongozi mambo akawa ndivyo sivyo, siri za timu zinavuja, viongozi hawapatani, unadhani itaenda kuleta tija yoyote? Haiwezi kuleta tija yoyote. Ili kwanza Simba ifanikiwe lazima uongozi uwe stable. Nishazungumza awali, lazima uongozi uwe stable. Uongozi uwe stable. Uwe imara kweli kweli, kuhakikisha kwamba masuala sijui ya klabu hayataki kutoka. Umeona? Hawataki kujivuruga au kuvurugwa na watu kutoka nje, kuanzia mashabiki mpaka wapinzani. Hilo uongozi unapaswa kwa hivyo. Lingine, hawapaswi kuendeshwa na hisia za kishabiki, wanapaswa kuendeshwa na uweledi. Wao kama viongozi wanapaswa kuhakikisha kwamba wanaendesha Simba kwenye mitazamo ambayo inaweza ikawapa mafanikio zaidi huko mbeleni, kufikiria hapa wanafanya nini, mbele panapokuja watafanya nini, na wanaenda kufanya nini huko mbeleni. Wanapaswa kufikiria kwenye lengo hiyo, lakini wakiendeshwa kwa miemko na hisia za kishabiki ama kelele kutoka nje, sidhani kama wanaweza kutimiza kile ambacho wamekipanga. Kwa hiyo inaanzia kwenye uongozi. Wachezaji ndio wanaitwa na uongozi. Wachezaji ukiwaangalia wengi wa Simba, narudia tena, ni wachezaji wa level ya kati. Sio ni vizuri. Salom. Hata Yanga ni wachezaji wenye wa level ya kati ambao inahitaji kocha ambaye ana uwezo wa kutengeneza project, yani kocha ambaye ana uwezo wa kuwatengenezea mazingira ya kucheza kitimu zaidi ili timu iweze kupata matokeo, kwa sababu sio wachezaji bora kihivyo, ila ni wachezaji wazuri ambao kwenye moments zile bora wanaweza kukupa matokeo mazuri, kama Azam ilivyokuwa. Hata wote hawa kina Faisal Salumu, wote hawa uwezo wao ni level ya kati. Hata Faisal Salumu angesajiliwa bilioni 1 point ngapi, bado na Yanga ingeingia Simba angekuwa ni mchezaji wa level ya kati. Hata uwe na Feitoto, hata umchukue sijui labda tuseme nani, labda umchukue nani tuseme, umchukue nani ambaye labda niandie, basi uwe basi hata na Pakome kwenye kikosi chako, labda uwe na Azizi Ki kwenye kikosi chako, bado hawa wachezaji wote ni level ya kati ambao kuna level akifika uwezo wao, ubora wao unaishia sehemu, na ndio maana ni ngumu hawa wachezaji hata ukiwa nao kukupa taji la klabu bingwa barani Afrika. Hii ni elimu ambayo najaribu kuieleza watu, sio watanielewa. Mpaka kuna mmoja kitu kinaniuma ise. Ipo hivi, Simba inahitaji wachezaji ambao wako kwenye level kubwa kukizi matamanio na matarajio ya mashabiki, ambao sasa kwa jinsi mimi ambavyo nikiangalia sio hawa sasa waliopo sasa hivi, sio hawa waliopo sasa hivi, wakina Mutale, wakina nani, wakina Mkwala, wakina Kibu Dennis, umeona sio, ili kupata huo ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Hawa ni wachezaji ambao atakuja kocha atatengeneza tu project kitimu na wakafanya kama jinsi alivyokuwa Fadlu Davis. Na ndio maana Fadlu Davis wakati msimu unaanza alisema aongezewe wachezaji ambao wana X factor.
Wewe unafikiri kwa nini? Fadlu Davids akuzungumza kwamba mchezaji ambaye ana X factor awe labda Messi au Ronaldo, hapana. Mchezaji ambaye X factor Fadlu Davids alikuwa anataka hata wachezaji wa bilioni 2 au bilioni 3 hata 4 ambao wana uwezo wa kuamua matokeo. Kwa mfano, ukienda Al Ahly ilibidi waingie mfukoni kwenda kumchukua na ndi Mahmoud Trezeguet. Mahmoud Trezeguet ambaye aliwahi kupita Aston Villa, umeona? Lakini kama itoshi ilibidi wafungue pochi kumchukua Ahmed Zizou kutoka Zamalek kwa ajili tu ya kuwapa matokeo. Walienda kumchukua yule Mkroatia anaitwa Grand Star. Fungua pochi, yani zinatumika ni bilioni tu. Bilioni. Ndicho ambacho alichokuwa anakitaka Fadlu Davids, na ndio maana Fadlu Davids baadaye alipoona kwamba ili nifike kule ninapopataka nakupa sasa hii exclusive. Fadlu Davids baada ya kuona kwamba Simba hawawezi kusajili wachezaji kuanzia bilioni 2 kwenda mbele, ili sasa kuidevelop project iliyokuwepo. Narudia tena. Kuidevelop, yani si waliishia finali. Mwalimu Fadlu Davids alikuwa anataka X factors ambao wana uwezo wa kuitoa Simba ilipo sasa kwenda next level. Fadlu Davids akaona kwamba siwezi kupata, na alinyimwa kwamba hawezi kufanya nini kupata. Alichokifanya Fadlu Davids, ilipokuja ofa ambapo wana uwezo wa kumpa kile anachokitaka, alifanya nini? Aliondoka. Akuangalia nyuma. Mara ya kwanza kwani walimtaka Raja Casablanca. Kwa nini alikataa? Kwa sababu ilikuwa ni project alikuwa anatengenezea Simba Foundation. Project wale, unaona wale wakina Jean Chalea huwa wakina Mutale, yani wachezaji wa project wale. Sasa alikuwa anahisi kuna sehemu Simba ikifika watamuongezea wachezaji kuanzia bilioni 3, bilioni 4, hata wachezaji watatu tu. Simba wanaweza kutumia bilioni 6 kuleta hata wachezaji watatu tu kwenye kikosi. Aliamini hicho. Alipoona hicho kitu hakifanyiki, ofa ilipokuja mara ya pili kutoka Raja Casablanca, akasema hapa sofa kukaa. Nduki. Sio vizuri. Kwa maana kwamba Simba ni timu ya project. Ina maana viongozi wa Simba wao hawawezi kutoa hizo bilioni 2, bilioni 3 kwenda kusajili wachezaji ambao wanategemea scouting. Kwa hiyo mwalimu yote mkubwa hawezi kuja akakaa Simba akadumu ama Yanga, ni ngumu. Kwa sababu ya mahitaji yao. Mahitaji yao ni makubwa kulingana na klabu. Kwa mwisho wa siku sasa Simba hapa ilipo inahitaji mwalimu ambaye atakayetengeneza project. Hao wachezaji waliokuwepo ni wa project. Sasa ili wakizi matamanio ya mashabiki, wakizi kile ambacho mashabiki wanakitaka, utawale tena mpira wa Tanzania. Kwa sababu tayari Yanga wapo kwenye level ya kati na wanaonekana